Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel hii ya Binti 750 ambapo huwa nashare neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali sawa sawa na Bwana anavyonijalia. Na kama wewe ni mgeni au bado hujasubscribe katika channel hii, ninaomba usubscribe, share, like and comment na Mungu akubariki. Leo ninakuja mbele zenu. Najua kila siku nasema nina furaha, lakini leo nina furaha moyoni mwangu. Moyoni mwangu. Moyoni mwangu nina furaha moyoni mwangu. Moyoni mwangu. Bwana amenitendea, amenikirimia, amenifadhili, amenihurumia, amenirehemu. Bwana ananipenda, Bwana ni mwema. Leo tarehe 18 mwezi wa 11, majira kama haya mwaka jana, nilikuwa ni siku ambayo Mungu alinitendea muujiza, akaniunganisha na Mercy the Kidney. Na leo hii niko mbele yenu kuyasimulia matendo makuu ya Bwana, kwa sababu nilimwahidi Bwana, utakaponiponya, utakaponitendea muujiza, nitayasimulia matendo yako bila kuchoka. Unaweza ukasema tumekusha kusikia ukisema hivyo, lakini wapendwa, mwaka mmoja, it's a milestone. Yani kwenye transplant kuna milestone, kuna miezi 6, kuna mwaka, alafu baada ya hapo tunaenda sasa huko kwingine tena. It's not big deal, lakini to cross 1 year it's by the grace of God. Na ninamshukuru Mungu kwamba Mungu kwa huruma zake na neema na rehema amenihurumia kiasi ya kwamba amenifikisha hapa. Sio hivyo, wiki iliyopita ilikuwa birthday yangu mimi binafsi. Leo birthday yetu mimi na Mercy tumeunganishwa, kwa sababu wapendwa, msiojua, ukifanywa transplant mambo mengi yanaweza kutokea. Yanaweza kutokea hiyo siku ya ya transplant, yanaweza kutokea baada. Kwa hiyo panakuwa na milestone ambazo madaktari wanaangalia. Ni kama sasa hivi mwaka, madaktari wanaanza kurelax. Wanajua kwamba angalau ile figo ilikuwa kweli inapatana na mimi, kwa sababu unaweza ukawekewa nyingine ikagoma. Pamoja na kuwa walivyofanya matching ilikuwa inaonyesha kwamba it will be good, lakini inafika na misbehave. Hasa kwangu mimi, kwa mfano, hiyo siku ambayo nimefanyia operation ya tarehe 18, tumetoka, unapampiwa mamaji, nimejaa mimaji. Kwa hiyo asubuhi wamekuwekea catheter, wanategemea mkojo utatoka. Vimkojo vilikuwa hivi. Kumbuka nilikuwa sijakojoa miaka toka 2019, sijakojoa 2019 November. Kwa hiyo kimkojo kimetoka hivi, karibu nilie. Wakaniambia sasa inabidi uende dialysis. I was like, kumbuka mimi kwa sababu ya matatizo ambayo nilikuwa nayapata huko nyuma wakati wa dialysis, nilikuwa nalazwa sana hospitali, na saa nyingine wanakosa ward, appropriate ward ya kukuweka wewe, kwa sababu kuna ward za wagonjwa wa figo na kuna ward za wagonjwa wa transplant. Kwa hiyo mara nyingine wakikosa za wagonjwa wa figo, maki bado nilikuwa mgonjwa wa figo na yuko kwenye wagonjwa wa transplant. Kwa hiyo na wakuta wengine ndio wametoka operation, wengine walishafanywa operation miaka mingi lakini wamepata matatizo, kwa hiyo pale hospitali. Kwa hiyo mnakuwa mnaongea. Kwa hiyo nilikuwa nawasikia. Kuna siku nililazwa, nikamwona mama mmoja amefanywa operation, alikuwa katika siku ya 4 au ya 5, bado figo haijaamka, wanaitaga inalala, inakuwa haijalala. Nikawa nauliza sasa, wakasema wapo watu wengine hayamki kabisa, yani inalala kabisa. Na figo ambazo zinakuaga na matatizo mengi sana ni za kupokea from deceased, kwa watu ambao wamekufa, ndio huwa zinakuwa mara nyingi zimenani, kwa sababu mtu yule anapokufa mpaka wewe uje uipokee saa nyingine yanapita masaa 10, 12. Kwa hiyo muda unavokuwa mrefu wa ile figo kukaa kwenye barafu, na yenyewe inakuwa na shida. Kwa hiyo mimi ya kwangu nadhani ilikaa zaidi ya masaa 8 kabla sijafanywa operation. Kwa hiyo ndio wakati nimefanyiwa ikawa haijaanza kukika. Haijaanza. Kwa hiyo ikabidi niende dialysis. Karibu machozi yanitoke, lakini namshukuru Mungu. Na hicho kitu naomba kila mmoja wetu awe anazidi kumwomba Mungu. Mungu awe anamuinulia watu. Mimi Mungu ameniinulia watu aina mbalimbali, marafiki, jamaa, ndugu, watu wengine siwajui. Na naamini katika mwili wa Kristo kuna watu wengine hata labda yuko huko Colombia, yuko wapi huko, Mungu kamuinua, anamwambia ombea kitu fulani, kumbe ananiombea mimi.
Kwa hiyo watu wakaomba, wale walio karibu na mimi wenye kunaongea nao, especially my friend Joyce, na alikuwa ananiambia, Rebecca, don't worry, yani hiyo ni nani ya vurugu ya shetani, unafikia shetani yani atakimbia hivi tu hivi. Yani akawa ananitajia na huo mstari wa kwamba what God has started in your life will finish to the coming of our Lord Jesus. Basi kila mtu alikuwa ananipigia simu, ananitumia message, ni mstari wa Mungu ameianza kazi njema ataimaliza. Huu ndo umuhimu wa neno la Mungu. Kwa hiyo ile neno likawa linani encourage. Nikaenda nikafanywa dialysis moja ambayo sijarudia tena, nilifanywa tarehe 19. Ashukuriwe Mungu aliyekomesha mateso. Na huo ndo mstari wangu sasa hivi. Kila siku nikikumbushwa na Roho, kwa sababu Roho tumepewa ili akukumbushe. Roho Mtakatifu anaponikumbusha, anapoona kwamba nahitaji kuzungumza, nazungumza, nasema hivi, mateso hayatarudi mara pili. Bwana amekwisha yakomesha mateso. Kwa hiyo Bwana amekomesha mateso. Kwa hiyo nimeanza safari mpya. Sasa kwa wale ambao hawajui, ukiwa mgonjwa wa dialysis, nataka kukompea wakati huo na wakati huu ili muone kwa nini namshukuru Mungu. Ukiwa mgonjwa wa figo, kuna vitu kama 3 au 4 ambao vinatokea kwako. Kwanza, unakuwa ni mchovu sana. Yani mimi nilikuwaga nikirudi nyumbani, nikifika begi naliacha hapo mlangoni, naenda juu kulala masaa 2. Nikitoka kulala ndio naamka. Yani nakuwa kama akili imenani. Nikiamka ndio nakuja na nianze kazi zangu za jioni, au kama ni dialysis ndio nifanye dialysis. Yani uchovu ni uchovu. Na huu uchovu sio kama uchovu ambaye anaupata mtu sijui other conditions, lakini lazima uwe ni ugonjwa ndio huo uchovu na uzungumzia. Sio ugonjwa huko ambaye nimefanya kazi nimechoka. Sijui hata kama umelima, hata kama umefanya nini. Kwa sababu ukiwa na ukiwa mgonjwa wa figo unakuwa na tatizo la la anemia. Sasa kuna wengine kama mimi kuna tatizo lingine ambalo ninalo sitaki kuliconfess, lakini ni kwamba cells zangu ziko ndogo, zinakuwa ndogo hivi. Kwa hiyo hewa haingii ya kutosha. Kwa hiyo kwa vile hewa haingii ya kutosha, unakuwa unachoka sana. Kwa hiyo nilikuwa nachoka sana. Pili, hukojoi. Kwa hiyo maji inajaa. Kwa hiyo uruhusiwi kunywa maji kama vile unavyojisikia. Kwa hiyo yani tuseme vile vimiminika siku nzima, kimiminika mwisho 500 ml. Yani niseme hivi vikombe 2 vya chai. Ndio unywe maji hapo hapo, unywe juice hapo hapo. Soda ndio haturuhusiwi kunywa. Wanaokunywa ni watukutu tu, lakini utakiwi kuwa unakunywa soda. Unywe maziwa kama ndo maziwa unakunywa. Iwe hivyo. Unavochukua nyingi zaidi ndivyo unavoteseka kwenye dialysis na unautanua moyo wako. Kwa hiyo baadaye unakuja kupata matatizo. Ndio maana watu wengi, majority ya watu ambao kifo chake kitatokana na ugonjwa wa figo anapata heart attack, kwa sababu moyo umetanuka, zile muscles zimeharibiwa. Umeona? Kwa hiyo kimoja wapo. Kwa hiyo niambie, saa nyingine nakaa sehemu yani natamani ya maji, natamani hiyo soda, hiyo juice, lakini nishafikiria nishakunywa allowance yangu. Sio mateso hayo. Vyakula, huwezi kula chakula chochote unachotaka. Na vile vyakula ambavyo unavitaka ndio vile ambavyo sasa unaambiwa. Si unaonaga unasikia watu vegetable, matunda, kula vegetable, kula matunda. Haya, sisi wenzeni tulikuwa tunaambiwa matunda sio yote. Sijui mango, sijui papai. Papai ni nzuri. Mango, yani yale matunda ambayo mimi nayapenda. Parachichi ndio yana potassium hivi. Na potassium sio nzuri. Inaweza ikasababisha hivyo ukapata matatizo ya heart attack. Kwa hiyo chakula, mboga za majani. Sasa mboga za majani ndio unatakiwa ule hivi kiduchu. Matunda unatakiwa nile ni haya kizunguzungu, blueberry, strawberry. Tena unaambiwa uweke hivi kwenye mkono, isizidi hivi kwenye mkono kwa siku. Banana, nusu banana. Kwa hiyo unakuwa so picky.
Ingawaje mimi nilikuwa namshukuru Mungu, sikuwa sana na tatizo la potassium. Kwa hiyo mara nyingi afu mimi wanapenda kuishi maisha relax. Nikienda kwa mtu ananiambia sijui nitakula chochote, nakula chochote, lakini nikiwa mwenyewe nyumbani kwangu nina control what I eat. Lakini nikienda kwa watu I don't want people kuwa na burden. Kwa hiyo hayo ndio yalikuwa maisha. Haya, kingine ndio hivyo sasa. Kingine nilikuwa nani ambayo shida yake kubwa kusafiri. Unasafiri sasa unaenda wapi? Kila unaposafiri kama hivi sisi, lakini sisi tunamshukuru Mungu ambao tuko Uingereza, angalau kwamba naposafiri panakuwa na arrangement, wanatoa arrange. Unaenda wapi? Naenda nchi fulani. Ikiwa ni huku Europe wanaweza kukua arrange, ukifika kule ufanye dialysis kwenye nchi za Europe kwa sababu pana makubaliano. Nani serikali hapa inalipa, lakini ndio kwenda Afrika ndio uende ukalipe, lakini uruhusiwi kwenda hospitali yoyote kwa sababu ya nini? Risk of infection. Kwa hiyo unatakiwa utafute reputable hospitali. Ndio hivyo ilikuwa kama Aga Khan. Haya, ukienda Aga Khan kwa siku nilivyoenda mara mwisho 3,500. Hizo ni za mfukoni mwako kwa sababu ni Afrika na Asia, mtajilipia wenyewe. Lakini ukisema mimi naenda Spain, sio naenda Portugal, naenda wapi? Haya, ndani saa nyingine unaona shida, yani niseme nataka tu kwenda London alafu nianze kuwaomba tena waanze kuniarrange dialysis London, lazima niwape kama 6 weeks. Kwa hiyo una hivi safari vya unaenda labda siku 2 2 nights, lakini ndio kunywa chochote hunywi. Haya, unaona maisha ambavyo yanavyokuwa. Bado uwe na huo muda sasa wa dialysis, uwe na kazi ambayo employer anakuelewa. Bado hizo ukipata hizo infection, ukapata sijui kitu gani, hizo days off zisiende against you, watu wakasema huyu tu anasingizia. Yani it's a lot. Bado mentally kama si Mungu ningekuwa wapi? Watu wengi ninawajua, nimefanya nao dialysis, kitu kinachowasumbua ni depression, kwamba when am I going to get out of this? How am I going to get out of this? Kuna wengine ndio maana ukiwa kwenye hiyo department pana psychologists, pana counselors. Namshukuru Mungu miaka yote sijawahi kumuona any one of them, hata mmoja sijawahi kusema jamani mimi nina shida ya kusimama na counselor. Sema nakumbuka kuna siku moja I was so down, apart from kwamba namjua Mungu. That day I was so down, na nilikuwa imeisha damu, nilikuwa na very low damu. Kwa hiyo nilikuwa napelekwa kwenda kuwekewa iron, lakini infusion, kwa sababu mimi hizi nyingine zilikuwa zinipendi. Nimeenda hospitali, I remember nimefika, sijui mtoto kaniuliza how are you? I cried. Wakaniambia okay, unajua wazungu tena, anakuambia okay cry. I cried, nikamaliza, akachukua tissue akanipa, akanifuta, akaniambia what's the matter? Nikamwambia, akasema do you want to say counselor? Nikamwambia no, I'm good. Akaniambia hapa huwa tunawaruhusu watu kuja walie, waseme wanachokisema. I get a lot of people ambao wanakuwa na hii. Tukamaliza hapa, hao watu wa hiyo department they are so good. Wakaanza tu kufanya vichekesho, ikapita, lakini karudi nyumbani. Baada ya hapo nikajua you know what does the word of God say about this? Nikaaga sasa, ndo nikaanza kujifunza kwamba nisimame na neno la Mungu kwenye situation kama hizo. Mwanadamu ndio hivyo, atakufuta machozi, lakini bado ile burden yako bado unaondoka nayo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba katika hiko kipindi nikajifunza kusimama katika neno. Haya, baada sasa ya operation nimeshafanywa, nimerudi nyumbani. Safari ni ndefu, lakini namshukuru Mungu amekuwa pamoja nami. Kwa hiyo Mungu akawa amenisaidia, nikawa nimetengeneza bwana mistari ambayo I confess every day, asubuhi, mchana, jioni. Sasa hivi sasa ndio naenda chooni, na kwa sababu sasa nilikuwa nimeshaacha kukojoa kwa muda mrefu, kibofu changu akishiki mkojo sana. Kwa hiyo usiku naweza nikaamka hata 15. Sasa nyingine naamka, nikajifunza navyoamka navyoenda hivi chooni, nikifika lazima niseme mstari.
yani hata mmoja tu, hata kusema thank you Jesus, oh by his stripes I'm healed, lakini lazima niseme neno, lazima niseme neno kila napoamka. Tumeenda hivyo. Naona sitaki iwe ndefu sana, lakini kama Mungu akipenda ninaweza nikaendeleza my life after transplant wiki ijayo. Lakini kiufupi ni kwamba Mungu amenisaidia katika hiki kipindi, na ndio maana mimi my belief ni kwamba saa nyingine Mungu kuna vitu anatudeliver from. Kwa mfano kama mimi nimekuwa delivered from the power of death, nimekuwa delivered from sickness, lakini kuna vitu anaweza kaviacha ili niendelee kumtafuta. Unawakumbuka wana wa Israeli? Mungu aliwaambia wale wafalme sitawaacha, nataka mpigane nao mjifunze vita. Na nani anayekufundisha? Mungu. Katika Zaburi ya 18 anasema nitavifundisha vidole vyako kupigana. Ndivyo Mungu alichokifanya kwangu, ananifundisha kupigana, kwamba wale wafalme wasitawale maisha yangu, magonjwa yasitawale. Na vile vile mimi naweza kuwa nazungumzia ugonjwa, wewe labda kuna kitu fulani, usichukulie negative iko kitu nachokipitia. Jua hii ni shule Mungu anataka nipite, nikitoka nina graduate, nikigraduate mimi nakuwa mwalimu, kwa sababu Yesu anasema nendeni mkawafanye wengine kuwa wanafunzi wangu. Sasa utamfanyaje mtu kuwa mwanafunzi kama wewe sio mwalimu? Unaona, mimi sasa hivi naweza nikamwambia mtu kuhusu uponyaji kwa sababu nimepita pale, najua jinsi ambavyo, sio kwamba najua 100%, lakini at least I can testify kwamba this is what happened to me and this is what God has done. Na wewe najua Mungu anaweza kutumia njia mbalimbali, lakini the fact kwamba umeletwa katika maisha yangu ni kwa sababu Mungu anataka labda usikie kutoka kwangu kuna kitu kimoja kitakusaidia katika mimi nitakavyoviongea. Na hicho kitu Mungu ndio maana aliniacha mimi nipite katika hii njia ili niweze kukutangazia habari njema. Roho wa Mungu juu yangu, amenipaka mafuta ili niwatangazie. Umeona? Sasa kwa sababu hiyo Mungu amenisaidia, amenipa wisdom niweze kuzitengeneza hizo kadi. Hii ni part 1 ya kadi. Kadi zenyewe ni hizi hapa, ziko kwenye box kama hili. Kuna ushuhuda wangu kunyuma mdogo mfupi tu encourage mtu yote ambaye atazisoma hizi kadi kujua kwamba neno la Mungu tunatakiwa linapokuja, kwanza tunatakiwa tuliamini, believe. Ukisha liamini unatakiwa uspeak. Ukisha speak unatakiwa uliishi. Yani kama mimi kwamba nilikuwa naamini uponyaji, siwezi kuishi kama mgonjwa. Ndio maana wakati wa ugonjwa wangu nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa naendelea na kila kitu, and I was speaking the word of God all the time. Umeona? Sasa ndani ya hii boxi, yani kinafunguliwa hivi. Sorry. Hii box nimekinani vibaya, nitakiwa niweke hivi, sorry. Kwa hiyo hii ni box yangu. Kwa hiyo na pull ndani yake hizi box kuna hizi kadi. Ziko 31. Tunajua mwezi una siku 28, 29, 30 au 31. Kwa mwezi wenye siku 31 unakuwa na kadi kama hii hapa. Unavopenda wewe jinsi ya kuitumia. Unaweza kuwa unaichukua hii, unaweka kwenye pocket, unaweka kwenye begi, siku hiyo ndio utakuwa unaitoa. Unaona, una confess hii. I know that all things work together for my good, because I love God and I am called according to his purpose. Nyuma unaweza kaitumia hii prayer au Roho Mtakatifu akakuongeza kwa prayer yoyote. Kwa hiyo kadi ni nzuri, especially kwa mtu ambaye unamjua bado hajajua kuomba, bado hajalijua neno la Mungu, na anapita katika mapito, anahitaji kukiri nguvu, uweza na promises of God. Unaweza kumpa hii kama zawadi. Christmas badala ya kutumatuma haya shower gel, mimi natumioga shower gel mengine mpaka leo bado sijayatumia. Yale shower gel, kwa nini usimpe mtu kitu permanent kitakachomsaidia maisha yake, kitakachomtoa mahali alipo? Kuna nyingine nyingi nimeziweka rangi za aina mbili. Kuna moja ni kwa ajili ya strength, moja kwa ajili ya upendo wa Mungu, na moja ya identity, unajijuaje. Kuna hii hapa, God has good plans for me, plans of peace and hope and not of evil. Kila mtu anatakiwa ajue hivyo. No matter how you go, where you're going through, what you're going through,
uko sehemu gani katika maisha yako. God has good plans for you. Pana prayer huku nyuma. Nyingine za hizi hapa. Hii hapa ndo za identity za rangi kama hii. Unaongea I am seated with Christ in heavenly places. Far. Yani wala sio karibu. Yani kwamba ati umesiti hapa, principalities ziko hapa. No, ni far above principalities and powers. Hii inamfanya mtu ajue yeye ni nani katika Kristo, shetani asimiumbishe. Prayer yake iko huko nyuma. Umeona? Sasa unaweza ukawa, mimi binafsi ninavyo hivi vidude, unaweza kuvinunua Amazon. Kwa wale waliokuwa UK na kwa Marekani na nchi za nani, unakiweka hiki. Wale tunaofanya kazi kwenye computer most of the time, unaweza kukiweka karibu na computer yako, kwenye deski lako, kazini, popote. Kwa hiyo on that day, kila saa ukiangalia kama hivi. Yani mimi nafanya kazi, alafu kuna mtu sijui ananiletea, naangalia I'm seated with Christ. Au najisikia vibaya, I'm seated with Christ. Mawazo yanakuja, I'm seated with Christ. Umeona? Lakini unaweza nyumbani ukawa unazibandika. Unaweza ukatumia kwenye fridge. Sisi especially wanawake majikoni, kwenye fridge yako unaziweka zile nini zako, zinaitwa nini sasa out, lakini unabandika. Unaweza ukatumia ile nani ya blue inaitwaje sijui, zile za kubandikia, unabandika. Unaweza unajua hao wazungu wana mambo mengi, wanaiga vitu vya Kikristo, wanakuaga na wanaita vision board. Mimi nimenunua vision board yangu, ngoja nikuonyeshe. Sorry, na vision board mbili. Umeona? Nimenunua hizi hapa. Hizi zinaitwa nini? Tuk. Umeona? Hizi naweza nikawa nazibandika hizi. Kama hii hapa. Nachukua hii. Naweka hapa. I am seated with Christ. Sasa naweza nikazipanga za wiki nzima kwenye hapa. Nikaziweka mahali kama hapa. Umeona? Yani sasa kila siku nikiangalia, I know my journey. Au unaweza mwenyewe ukasema no, mimi mwezi mmoja, it's all good. Roho kuongozi, wiki moja mpaka iingie kwenye my soul. Nitaendelea na hii kadi hii moja. Inasema I'm arising and shining, for my light has come. I arise and shine, for my light has come and the glory of the Lord has risen upon me. Unaweza ukasema this one, I want to meditate on this until it sinks in on my soul. All is good. Hizi kadi zinapatikana, ninayo website, shop, ninayo website au duka, na maduka mawili, na nataka niongeze mengine mawili. Nataka niweke Amazon bado sijaweka, sijazipost, lakini Etsy nimeziweka na Shopify. Kwa hiyo kama unataka link hapo chini kwenye hii subscription, nitaweka link ya Shopify na Etsy shop yangu. Mungu akubariki. Yote hii ni kwa sababu katika huu mwaka, yani to celebrate Mungu na kumshukuru Mungu, me and Mercy, we are serving the Lord by shouting out kwa kila mtu mmoja ya kwamba Mungu ni yule jana na leo na hata milele. Mungu aliyefanya kwangu atafanya kwako. Mungu asinzi wala alali usingizi. Mungu anakupenda na anakusudi jema na wewe. Ninaomba subscribe, share, like and comment. Na Mungu akubariki. Tutakutana wiki ijayo. Nadhani wiki ijayo kweli. Ngoja niongelee ya kwamba life after transplant imekuwaje. With God though. With God all things are possible. Mungu akubariki sana.